Regarde, kaa vizuri. Furahi moyo wangu heri nyingi umenipa. Kwa ajili ya neno. Furahi moyo wangu heri nyingi umepata. Sikitiko limekwisha, Yesu ni wangu na ni wa. Sikitiko limekwisha, Yesu ni wangu na ni wa. Ake ameponya roho yangu, yeye ni mponyi, na kwa Roho Mtakatifu anabatiza watu wake, na kwa Roho Mtakatifu anabatiza watu wake. Jina langu ni mbinguni, Yesu amelia. Mimi malia, Mwokozi hata milele na milele. Mimi malia, Mwokozi hata milele na milele. Na moyoni mwangu sasa ninaimba Mungu, yoni furaha kubwa sana, yoni na rafiki kila saa, yoni furaha kubwa sana, nina rafiki kila saa. Tusimame tusome neno la Mungu. Tunasoma Petro wa kwanza, waraka wa kwanza wa Petro waraka wa kwanza wa Petro sura ya 3 na mstari wa 18 hadi 22. Tunasoma kwa utukufu wa jina la Yesu Kristo. Amen. Waraka wa kwanza wa Petro sura ya 3 18 hadi 22. Inasema hivi: Nasema hivi, waraka wa kwanza wa Petro sura ya 3 18 hadi 22. Kwa maana Kristo naye aliteswa mara moja kwa ajili ya dhambi, mwenye haki kwa ajili ngoja nianze vizuri. Kwa maana Kristo naye aliteswa mara moja kwa ajili ya dhambi, mwenye haki kwa ajili yao wasio haki, ili atulete kwa Mungu. Mwili wake
akauawa, bali roho yake akauishwa, ambayo kwa hiyo aliwaendea roho waliokaa kifungoni, akawahubiri watu wasiotii hapo zamani uvumilivu wa Mungu ulipokuwa ukingoja. Uvumilivu wa Mungu ulipokuwa ukingoja siku za Nuhu, safina ilipokuwa ikitengenezwa, ambamo ndani yake wachache, yaani watu 8 waliookoka kwa maji. Mfano wa mambo haya ni ubatizo unaowaokoa ninyi pia siku hizi, sio kuwekea mbali uchafu wa mwili, bali jibu la dhamiri safi mbele za Mungu kwa kufufuka kwake Yesu Kristo. Naye yupo mkono wa kuume wa Mungu, amekwenda zake mbinguni, malaika na enzi na nguvu zikiisha kutiishwa chini yake. Amen. Tunasoma tena Petro wa pili, waraka wa pili wa Petro, sura ya pili 4 hadi 5. Sura ya pili 4 hadi 5 inasema hivi: kwa maana ikiwa Mungu hakuwaachilia malaika waliokosa, bali aliwatupa shimoni, akawatia katika vifungo vya giza, walindwe hata ije hukumu, wala hakuuachilia ulimwengu wa kale, bali alimuhifadhi Nuhu mjumbe wa haki na watu wengine 7, hapo alipoleta gharika juu ya ulimwengu wa wasio mcha Mungu. Amen. Naomba. Mungu wetu na Baba yetu mtakatifu, Yesu Kristo kimbilio wa vizazi vyote, Baba, alasiri ya leo tena tunakuja mbele zako chini ya damu, watu wasiostahili Baba, wasiojiweza ni sisi Baba, tunakuja mbele zako tukijua kwamba Baba, bila rehema zako jioni ya leo sisi hatuna chochote cha maana katika maisha yetu ya hapa duniani. Na ndio maana ujumbe huu Baba ndio kitu cha thamani kuliko vyote, maana humo ndo mna siri yako, humo ndo mna nguvu za ufufuo, humo ndo mna nguvu za kunyakuliwa, humo ndo mna nguvu za kubadilisha umbo, humo pia mna nguvu Yesu Kristo za kuweza kuishi maisha ya umilele hata hapa duniani. Baba, tunajikabidhi mikononi mwako. Bariki usomi wa neno hili ambao tumetoka kusoma Bwana. Tumeunganisha virufi kwa sababu ya shule, lakini uhai kama tumetoka kusikia hapa Bwana kwamba Roho wako ndiye anayeuisha maandiko. Jioni ya leo kaweze kuuisha maandiko haya na kupitia masikio yetu ya kiroho Baba kaweze kutugeuza Bwana. Tunajikabidhi mikononi mwako tukiamini uwepo na nguvu na mamlaka yako takwenda kututawala mwanzo hadi mwisho katika ibada ya leo. Tukijikabidhi mikononi mwako tukijua kwamba Baba ututumikishe tu kama punda, lakini sio punda tu Yesu, lakini pia ukaweze kufanya makao ndani yetu. Taweka yote chini ya damu kwa ajili ya utukufu wako na kwa uwezo wako, tukiomba mamlaka ya kimbinguni ikaweze kututeka mahali hapa na kutawala kila mmoja. Kwa jina Yesu Kristo tunaomba hivyo. Amen. Jioni ya leo tena kwa mara nyingine nawakaribisheni, wasalimieni katika jina Yesu Kristo. Tunashukuru Mungu wetu kwa kutupa hii nafasi ya kipekee tena kwa mbele zake kwa ajili ya kuweza angalau kusikiliza neno lake. Maana hata kipindi cha Yesu watu walifurahi wakati walipokuwa wakisikia hata Yesu akinena neno moja tu kwao, watu walikuwa nafarijika, kwa sababu maneno ya mwanadamu yana uongo. Mwanadamu hata kama anaweza kukufariji leo, lakini kesho vitaisha. Lakini Yesu Kristo Mungu wetu anapokupa maneno yake, yanafariji moyo wako, yanakupa nguvu,
yanakupa matumaini mapya tena katika safari. Bwana tusaidie sana. Kwa hiyo tunamshukuru kwa kutupa hii nafasi tena ili tukaweze tena kusikiliza mashauri kutoka kwake kupitia mjumbe wa wakati, neno la uzima, jinsi ambavyo alivyokwenda kunena kupitia mjumbe wake Nabii Branham. Tunakwenda kipengele cha pili, maana ile sehemu ya kwanza tumemaliza, ni asili tu ya mwanadamu, lakini episode ya pili leo tuna ulimwengu wa sasa unaita maseason. Tunasikia vizuri? Hata Branham naye alihubiri maseason. Tuko pamoja. Shetani anakuaga anaiga. Ukiangalia kufanya wana wenye mamlaka, kuko sehemu ya kwanza, ya pili, ya tatu, ya nne. Hamkumwekea feni. Wai kwanza mili wake ile. Haiweki fujo kwenye niko. Haiwezi weka. Mimi nilisikiaga ile siku haikuwa nasumbua. Ile wakati nilipima kuwasha, ilikuwa inalia kwa mbali. Dogo. Asili ya mwanadamu tunaenda kuona hapa kipengele cha pili. Sasa maana ya kwanza tulienda kuona mtu ni nani, ndio hivyo? Tulienda kuona mtu ni nani. Je, kuna tatizo hapa? Mtu ni nani? Kuna shida tena? Kwa sababu nabii alituambia mengi kama mtu ni nani, akatofautisha mtu wa mwili na mtu wa roho, na mtu wa mwili ana sehemu ngapi, na mtu wa roho yukoje, na kuna aina ngapi za miili. Itakuwa contact angeweka vizuri kule. Sije kama ataweza. Ngoja mimi niweke. Acha. Chabu iwaje. Jamii niweke. Mimi ndo nitoa hapa. Nei shatogisha banduka nini? Nani hapa mimi? Sijui kabisa. Sasa tulienda kuona habari za mtu ni nani. Nabii akatuambia mambo mengi hapo. Sasa leo tunaenda kuangalia viwango ambavyo huyo mtu anaishi eko. Viwango vya wanadamu. Sawa? Ndo pointi ya pili ambayo tutakayokwenda kuisikia baada ya kutoka mtu kujua mtu ni nani au asili ya mtu ni nini kwa kipengele cha kwanza. Sasa tunaenda kuangalia mazingira sasa ambayo huyo mtu anakwenda kuyaishia, au mwanadamu huyu ambaye yuko hapa duniani anaishi kwenye viwango vingapi. Bwana tusaidie sana. Alienda wapi?
Takuchapa wewe. Nabii anasema hivi, ujumbe wa tarehe 11 ya Kifaransa. Kumi na moja kwa 11 11:56. Ujumbe unaitwa la préparation. La préparation takuchapa. Tarehe 11, samahani, nilikuwa nasema 56 ni 53. Tarehe 11 mwezi wa 11, nabii anasema hivi, wende ukae kule, tuwekee fujo. Nabii anasema hivi, aya ya kwanza inasema hivi: Je ne sais pas ce que le Seigneur fera. En venant, généralement je gêne et j'attends jusqu'à ce que je sente l'onction de l'esprit. Na sijui kile ambacho Bwana atakachokifanya, na wakati napokuja huku mara nyingi waga mimi nafunga, nafanya vifungo na nasubiri hadi pale nihisi kwamba upako wa Roho uko ndani yangu. Je ne permets même pas à quelqu'un de venir me prendre jusqu'à ce moment-là. Na nisingeweza kuruhusu mtu kuja kunichukua hadi napofikia hatua hiyo kwamba Roho wa Mungu au upako wa Mungu unakuwa juu yangu kwa wakati ule. Si on frappe à la porte, je ne sors même pas. Na hata kama wakigonga mlangoni kule, mimi waga sitoki. Ensuite, je viens directement à l'estrade. Puis, je me mets aussitôt à prier pour les malades. Na napoenda kwenye mibara moja kwa moja au jukwani, papo hapo ninaanza kuombea wagonjwa. En effet, c'est une onction autre. Kwa hiyo inakuwa ni upako mwingine. Selon qu'on parle sur la parole ici et selon qu'on est sous l'inspiration. Kulingana kile ambacho kinaongelewa juu ya neno hapa au kulingana kile ambacho kipo chini ya uvuvio. Unasikia vizuri? Nabii anasema kwamba wakati alipokuwa anaandaa mahubiri au kama kuna mkutano wa maombi,
mara nyingi yeye alikuwa atoki kule kwa ofisi kama hajasikia uwepo wa Mungu kuingia ndani yake. Unasikia vizuri? Kisha ule uwepo wa Mungu kishakuja, ndo anaenda sasa kule mibarini kwa ajili ya kuombea wagonjwa. Yaani hata kama mtu angegonga mlangoni, kama uwepo wa Mungu haujakuwa ndani yake, asingesimama mbele za watu, kwa sababu angekuwa kimwili. Unasikia vizuri? Biblia anasema hivi, eh bien, laissez-moi expliquer cela une fois de plus afin que vous puissiez parfaitement comprendre. Sasa vema, acha nijaribu kuwaelezea hilo kwa mara nyingine tena, ili mkaweze kuelewa kikamilifu. Les dons et les appels sont sans repentir, kwamba karama na miito havina majuto. Unasikia vizuri? Karama na miito havina majuto. Le savez-vous? Je, mnalijua hilo? Je, mnalijua hilo? Vous ne pouvez jamais faire de vous-même ce que vous n'êtes pas. Kwa hiyo kamwe hauwezi ukajifanya wewe kile ambacho usicho. Voyez? Unaona? Unasikia vizuri? Naitafuta Kifaransa. Ushaiona? Tarehe 11 mwezi wa 11 niko aya ya kwanza. Yaani kile ulicho ndicho Mungu alikubali, ndicho Mungu alikufanya wewe uwe vile. Hauwezi ukawa kitu usicho. Tunasikia vizuri? Ndio maana tunaona leo watu ambao wanapagawa na mapepo, unakuta ni mwanamke anataka ajiweke kama mwanaume. Unakuwa unajiuliza sasa, ni mwanaume au ni mwanamke? Tayari wale wako deforme na shetani. Tunasikia vizuri? Mwanaume anataka ajiweke kama mwanamke, ni mapepo. Tuko pamoja? Hauwezi ukajifanya kile usicho. Kama Mungu alikuweka wewe mwanamke, siku zote za maisha yako utakuwa mwanamke tu. Unasikia vizuri? Hao wajinga ambao wanapagawa na mapepo ya kuzimu, waangalia wanaenda hiyo hali, wanaenda kujifanya katika hiyo hali ya hivyo ya kujigeuza, lakini sasa wanapoenda chooni unakuta kama anajiweka kuwa mwanamke wakati kama alikuwa ni mwanaume, hataenda choo ya wanawake tena, anaenda kuchoo ya wanaume. Tunasikia vizuri? Neno la Mungu alikuagi linadanganya. Tunasikia vizuri? Neno la Mungu litaendelea kuwa kweli. Jinsi alivyotenganisha mwanaume awe hivi na mwanamke awe hivi, na milele itakuwa vile vile. Ndio mimi nakuaga na shangai. Unakuta binti anajigeuza kuwa mwanaume, lakini wakati anaenda chooni, anaenda kwenye choo ya wanawake. Kwa nini asiende kwa wanaume sasa? Tunasikia vizuri? Sasa jigeuza kuwa mwanaume, aende sasa kwenye choo ya wanaume, itawezekana? Maumbile yenyewe inakataa. Biblia inasema, les dons et les appels sont sans repentir. Le savez-vous? Vous ne pouvez jamais faire de vous-même ce que vous n'êtes pas. Voyez, vous êtes nés dans ce monde par la souveraineté de Dieu avec différentes choses à accomplir. Nasikia nabii anavyosema. Mnaona? Umezaliwa hapa duniani au ulikuja hapa duniani kwa kutaka kwa Mungu, kwa mamlaka ya Mungu, souveraineté, kwa mamlaka ya Mungu ya umilele, pamoja na mambo tofauti tofauti ambayo unapaswa kutimiza hapa. Unasikia vizuri? Hapa duniani usifikirie mtu kuko mwenye alizaliwa hapa eti ni kwa bure. Hapana. Kila mtu ambaye amezaliwa hapa amezaliwa kwa ajili ya kutimiza lengo fulani au kusudi fulani ambalo lilamtuma yeye aje hapa duniani. Kile ambacho kilichosababisha Mungu akuweke hapa duniani. Unasikia vizuri? Vous êtes nés dans ce monde par la souveraineté de Dieu avec différentes choses à accomplir. Sikia. Nabii anatoa mfano. Prenez un homme qui désire devenir un prédicateur et qui va acquérir une instruction.
Hebu tuchukue mfano mtu ambaye anataka awe mhubiri na ambaye ataenda kwenye seminari kwa ajili ya kujifunza ama ya kupata elimu, yaani ili kusimama hapa kwenye mibari hadi kwanza awe na elimu. Si ndio wengi wanafanya hivyo? Yaani kama mtu hakusoma hawezi kusimamia watu ambao wamesoma. Unasikia vizuri? Branham anasema kwamba wakati Paulo alipoangushwa, wakati alipokuwa anaenda Dameski, mwenye alimwekea mikono ili ambatize, sawa, alikuwa ni nabii Anania. Hapana, ule Anania na Safira, mwingine nabii ambaye alikuwa pale. Branham anasema hivi, yule nabii Anania, tunasikia vizuri, alikuwa ni mtu ambaye hajui kusoma. Tunasikia vizuri? Mungu, nabii akasema kwamba Mungu alifanya msomi aende kwa mtu ambaye hakusoma. Tunasikia vizuri? Tena Mungu akafanya msomi aende kwa watu ambao hawakusoma. Ndio kisa alifanya. Tuko pamoja? Unaelewa huo mfano? Yaani Paulo ambaye alikuwa ni msomi, alienda kwa Anania ambaye hakukuwa msomi. Tunasikia vizuri? Baadaye huyu Paulo tena ambaye alikuwa ni msomi, tunasikia vizuri? Akaenda tena kwa watu ambao hawakusoma. Tena nabii anasema Petro ambaye tena hakusoma akapelekwa akaenda tena kwa watu ambao wamefanya nini? Wamesoma. Wakati alipokuwa anaenda kukemea kule kwa masinagogi, akaenda kule kwa Mafarisayo kuwaambia neno la Mungu. Sawa? Vice versa. Msomi anaenda kubatizwa na mtu ambaye hakusoma. Unasikia vizuri? Na mwenye hakusoma anaenda batiza wenye wamesoma. Unasikia vizuri? Branham ndo anasema hivyo. Nabii anasema hivi, ni kama mtu ambaye anataka kuwa mhubiri leo. Hauwezi ukawa mhubiri kwa kutaka kwako. Unaanza sinzia hivyo. Unaanza hivyo. Hauwezi kuwa mhubiri kwa kutaka kwako. Hauwezi ukawa mchungaji kwa kutaka kwako. Eti nilianza kuwa hata shuleni nilianza kukua makundi ya watu kwa hiyo ndio nikaona na mimi niko na kitu cha kuhubiri kuwa na kundi la watu. Sifu. Tunasikia vizuri? Kuwa mchungaji, kuwa mhubiri, kuwa msimamizi wa watu haitokani na wewe kuzungukwa na watu hata ukiwa shuleni. Tunasikia vizuri? Haiko ishara. Utasikia Branham anavyosema. Wengine leo wanakuwa ni wahubiri kwa sababu wanajua Kiingereza. Ni makosa. Wanajua Kifaransa, wanajua lugha nyingi, eti amesoma na elimu nyingi, ana shahada nyingi, ndo anakuja kusimama hapa mbele za watu. Ni makosa. Tunasikia vizuri? Mtu hapaswi kusimama hapa kuhubiria watu eti kwa sababu alisoma. Pamoja? Inaeleweka hiyo? Wewe hauwezi ukapanda hapa kumibari eti kwa sababu ulisoma au kwa sababu uko na aina fulani ya elimu alafu ndio uje usimamie watu hapa. Hapana. Hatutaki watu wa elimu wasimame hapa. Hatutaki watu watufundishe neno la Mungu kulingana na elimu. Unasikia vizuri? Hata ujue jumbe ngapi haikufanyi wewe kuwa mhubiri hapa. Sikia nabii anasema mhubiri ni nani? Prenez un homme qui désire devenir un prédicateur et qui va acquérir une instruction. Nabii anasema il ne deviendra jamais un prédicateur. Unasikia vizuri? Hatakuwa kamwe mhubiri. Mwenye anaenda seminari, anaenda soma chuo cha Biblia eti kwamba aje awe mhubiri hapa, kamwe hatakuwa mhubiri, atakuwa mtoa hotuba. Sawa? Il ne deviendra jamais un prédicateur. Nabii asema il peut devenir un conférencier mais on est prédicateur.
Tunasikia vizuri? Anaweza akawa mtoa hotuba, ndogo usisinzie. Anaweza akawa mtoa hotuba, lakini kuwa mhubiri, mtu anazaliwa kuwa mhubiri. Tunasikia vizuri? Na ndio maana leo watu wanajichanganya. Mimi nataka nikuambie jioni ya leo, usitetemeke. Hata mchungaji aishafanya hii kazi ya Mungu miaka 50, miaka 20, miaka 25, eti utetemeke eti kwa sababu ashafanya hiyo kazi ya Mungu na wewe utetemeke. Hapana. Kuwa na miaka 50 ya huduma haikufanyi wewe kuwa mhubiri. Unaweza ukafanya yote huduma ya hiyo miaka yote 50 na wewe ukingali mtoa hotuba tu. Na ndio maana leo wanajichanganya. Wanaanza ambia watu kwamba wafrere baende wao wapagani na wadada wa leo na wapagani. Ni makosa. Ni mafundisho ya Balaamu hii. Mapepo. Il ne deviendra jamais un prédicateur. Il peut devenir un conférencier, mais on est prédicateur. Lakini unazaliwa kuwa mhubiri. Sawa? Pastor hapa, kuna pastor mwenye alisema kwamba eti tukimwonyesha citation yenye nasema kwamba Branamu alisema kwamba kwamba ukinionyesha andiko yenye nabii alisema kwamba tusioe watu wa madhehebu, mkiipata hiyo citation na mie naacha kuhubiri. Je, aliacha kuhubiri? Sasa leo anakuja kugeuza, anaanza sema eti kwamba wewe hapana, kama wewe dada na ndugu, kama utaenda olewa na kuoa mtu wa kimadhehebu, tayari inaonesha tabia yako ni ya wapi ama asili yako ni ya wapi. Asili yako ni ya wapi wakati wewe ulisema kwamba hakuna aya yenye ilisema kwamba eti hakuna aya inayosema kwamba mtu asioa ama kuolewa na wa Methodist. Tunasikia vizuri? Watu wanashindwa kutengeneza kuliko kusimama kusema bwana nilielewa vibaya. Kumbe nabii anaongea sehemu zingine. Tubu dhambi, usifiche, usianze makona. Ndio kinaua wachungaji leo. Tunasikia vizuri? Wachungaji leo kama wataenda kuzimu ni kutokusema dhambi zao hadharani kama wamekosea. Mimi nakwambia ukweli. Wachungaji wengi wameshaji wataenda kuzimu kwa sababu hiyo kosa hiyo. Unaona mtu anasema kabisa, "Mnionyeshe citation yote yenye nabii anasema kwamba kuoa mpagani, kuenda kuoa nje ya message eti ni dhambi." Mkiona hiyo, tangu leo na mimi nitaacha kuhubiri. Mbona hakuacha sasa? Na citation zinajaa hivi. Jumapili tukusoma imoja. Branamu hakusema wa Methodist, hakusema wa Katolika. Haiko madhehebu ile. Alisema tuoane nabo. Atatubu. Anageuza eti kwamba frere mwenye ataenda au tena wa Methodist kule inaonesha tabia yake ya kule kumadhehebu. Babandi. Yeye wakati alioa ndio nilifuata dada mmoja aliuliza vizuri sana ule dada. Wewe pastor leo unaanza kutuambia kwamba twende tuoe kule kumadhehebu. Unasikia vizuri? Sasa mie nimekulia message, sijui kuvaa mahereni, sijui kuvaa masuruali. Sasa ule mme mwenye atanioa kule na kule neno linatuambia kwamba mwanamke awe mtiifu kwa mme wake kwa kila jambo. Si ndio kweli hivyo? Sasa kule kama mme wake akimwambia mke wangu nataka uwe unanivalia suruali, haitakuwa vita? Au na nimekuletea mama makeup hii uanze jipakala vipodozi au mereni, haitakuwa shida kule? Tuisema eti kama mwanamke awe sumize, awe mtiifu kwa mume wake kwa kila jambo. Si ndio maandiko yasema? Si Waefeso sura ya 5 ndio inasema hivyo 21. Tunasikia vizuri? Wewe dada hajaenda kuzimu vile. Kula anaenda olewa na Témoin de Jehova au Methodist. Maereni anaweka masikio. Au anaenda kata nywele kisha anaanza vaa maperiki. Si ndio wanafanya siku za leo? Mwanamke anaenda kusalo, nywele zinaenda, anabakia na kipara, kisha anaenda kununua wigi, anaweka. Mapepo ya kuzimu. Tunasikia vizuri? Ndio akasema, nyewe wa pastor, nyewe wachungaji, wakati nyewe mlipooa, mliowea wapi? Message. Sasa leo nyewe mnaanza kutuambia kwamba tuwe tunaenda kule nje. Ni mapepo. Tunasikia vizuri? Nabii anasema, c'est Dieu qui appelle le prédicateur. Mungu ndo anakuaga naita wahubiri.
Mtu akwaje anatafuta kazi ya kuhubiri. Tunasikia vizuri. Baba, nionyeshe kwenye niko nataka nifanye kazi yako. Niambie kazi yenye nitafanya. Hauko mhubiri wa kweli. Tunasikia vizuri? Hauna wito wa kuhubiri. Tunasikia vizuri kwa sababu nabii anasema watu wote ambao wanakuaga na wito wa Mungu wanakimbiaga hii kazi. Tunasikia vizuri? Hawapendagi. Sasa wewe unakuja unaweza sema Mungu nionyeshe kazi yenye nitakufanyia. Nionyeshe kazi yenye nitakufanyia. Hawakunitoa kwa madhehebu kwa bure. C'est faux. Yaani uko prédicateur déguisé, infiltré. Hauna don ya Mungu. Tu n'es pas né pour être un prédicateur. Hawa hawakuzaliwa kuwa mhubiri. Tunasikia vizuri? Amen. Musa alijaribu kufanya kazi yake ya kutaka kuokoa wana wa Israeli kwa nguvu zake. Je, vilifanikiwa? Vilifanikiwa? Hadi akakimbia akaenda kufanya jangwa, akaenda kufanya miaka 40 jangwani. Unasikia vizuri? Sawa. Nabii anasema unazaliwa huko mhubiri. Na Mungu ndiye ambaye anakuaga anaita wahubiri. C'est Dieu qui appelle les prédicateurs, c'est vrai. Voyez? Et vous pouvez chercher à devenir un chanteur. Unasikia hata na kuimba nako unalala. Na yeye anasema hata kuimba, hata mtu ambaye anaimba. Fuko na mafreva mingi hivi wanajitahidi kuimba lakini sio karama yao ya kuimba. Sawa? Kuimba sio karama. Nabii anasema vous pouvez chercher à devenir un chanteur et vous vous exercez à chanter les ténors d'une petite voix aiguë pendant 4 ou 5 heures par jour ou quelque chose de ce genre. Vous ne deviendrez jamais un chanteur. On est chanteur, c'est vrai. Unasikia vizuri? Unakuta mtu anaanza jifunza masauti masaa 5 kwa siku, anafanya mazoezi hivi na vile. C'est faux. Donc karama ya kuimba inakuaga kizalikio. Unasikia vizuri? Kama zile za walifoko. Yaani hata wanalala. Yaani yeye ni kuchukua gita tu na sauti na kuja anaanza compose. Ni haiko yeye. Tunasikia vizuri? Merci Seigneur. Tunasikia? Hawakuagi wao, ni kitu ambacho Mungu alikiweka ndani. Si ni kweli? Amen. Amen. Tuende polepole. Zamani tulikuwa tunaona au tunasikia mama kama anaenda kushenya, anaenda kupori, kushamba. Iko kule. Anasikia hali fulani tu anaweza sikia kwamba hivi masaa hivi mtoto atakuwa anaanza alia kunyumba. Ngoja nirudi kunyumba. Sio kweli? Na akifika anakuta mtoto analia. Sio kweli? Ni kitu ambacho Mungu alikiweka ndani yake. Sawa? Amen. Na ndivyo ilivyo na karama za Roho. Kama wewe uko mhubiri, haikwaji inatengenezwa. Sawa? Hakuna fabrication. Kama wewe ni mwimbaji, hautatafuta masauti. Ni kizalikio. Sawa? Amen. On est chanteur, unazaliwa kuwa mwimbaji. Sawa? Pamoja? Hata fujo. Nabii anasema hivi, tungeingia hapa kwenye mambo ya ndoto kwa ajili ya kuongelea mwanadamu viwango, hatujafika eko. Le Bon Berger, ujumbe unaitwa Le Bon Berger, tarehe 3 mwezi wa 4 56. Tarehe 3 mwezi wa 4, Le Bon Berger de la Bergerie.
mchungaji mwema wa zizi la kondoo. Sawa? Mchungaji mwema wa zizi la kondoo. Le bon berger de la bergerie. Tarehe 3 mwezi wa 4 56. Branham anasema hivi, aya 8, kwa ajili ya kuacha naonyesha kidogo hii ya mwanadamu ni nani, kisha ndo tuingie kwenye mambo yetu. Biblia anasema hivi, aya 8 hadi 11, nous sommes ici dans ce faible vieux corps une maison de pestiférés. Sasa tuko hapa katika mwili huu wa kizee mzaifu, nyumba ambayo imezeeka. Tunasikia vizuri? Huu mwili ambao mnauona hapa ni mwili wa kuoza, ni mwili ambao au nyumba ambayo inakwenda kuoza, ya kuharibika, mwili au nyumba ya kuharibika, ina maison de pestiférés. Sawa? Ndio maana unaposikia makao nyumbani mwa baba yangu na makao mengi, ile haziko nyumba za kawaida, ni miili. Tunasikia vizuri? Mna miili ya watakatifu wengi kuanzia vizazi na vizazi ambavyo vilipita huko nyuma. Sawa? Mais pensez-y, après que cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous entrons directement dans une autre, juste là au-delà du voile. Na fikirieni hilo, baada ya hema hili ambamo tunaishi hemo hapa duniani inapokwenda kuharibika, tunaingia moja kwa moja katika hema nyingine ambayo iko upande wa pazia, upande wa pili wa pazia au ngambo ya pazia. Nous n'y resterons pas longtemps, na hatutakaa kule muda mrefu. C'est vrai, hiyo ni kweli. Nous n'avons pas été créés pour cela. Unasikia vizuri? Sisi hatukuumbwa kwa ajili ya ule mwili ambao uko kule. Nous n'avons pas été créés pour être des anges. Unasikia vizuri? Yaani teofani kama tulivyosema ndo mwili wa wanani wa kimalaika. Unasikia vizuri? Tunaona ule wimbo ambao tunaimbaga, comme un oiseau libéré de prison, je m'envolerai, je m'envolerai au gloire, je kulala. Tunasikia vizuri? Kaa vizuri we grade. Kaa vizuri. Comme un oiseau libéré de prison. Yaani ni kama vile ndege ambaye alikuwa amefungwa kwenye kamba, kwenye mtego fulani, unapomwachilia anaenda moja kwa moja, anaruka, anaenda kwa haraka sana. Na ndivyo ambavyo na sisi tunapokuwa katika huu mwili ndio gisi tunafanyaga. Yaani tu unapokufa ile dakika 5 tu zikiisha ya wewe kuwa hapa duniani, ile tu zikimalizika ni moja kwa moja kufumba na kufumbua, unakuwa upande mwingine. Tunasikia vizuri? Branham anasema hiyo ndege ndogo ambayo inatokaka ndani yako ndiyo nafsi. Tunasikia vizuri? Hapana ndege hiyo ya kawaida. Comme un oiseau libéré de prison. Sisi tunachukua mawazo ya nini? Ya ndege wa kawaida. Branham anasema ni hiyo nafsi, hiyo ndege ndogo ambayo iko ndani, ambayo inaitwa nini? Nafsi. Inapotoka, tunasikia vizuri? Asema nabii. Merci Seigneur. Revelation? Hapana. Sasa nabii anasema kwamba wakati tunapotoka katika mwili wa kawaida kama tulivyosikia na kusoma nabii siku za nyuma, tunaingia katika mwili wa teofania huu hapa. Huu mwili wa teofania nabii anasema ni mwili wa kimalaika, ndio mwili ambao Gabriel iko nao.
Malaika wote ambao wako mbinguni wanao mwili wa theofani. Sasa na Biblia inasema sisi hatukuumbwa kwa ajili ya kuishi katika mwili wa theofani. Tunasikia vizuri? Ili tuishi hapa dunia, si tutakuja kuishi hapa? Si tutaishi hapa milele? Tutaishi hapa, hatutakuwa na mwili wa theofania, hatutakuwa na mwili wa kimalaika kwa sababu Mungu hakutuumba sisi malaika. Tunasikia vizuri? Si alituumba wanadamu? Malaika iko mwanadamu. Sawa? Amen. Tunasikia vizuri? Branham akasema na theofani yako ndo nafsi. Ndio hivyo eh? Ndo Roho Mtakatifu. Nabii anasema nous n'avons pas été créés par cela. Sisi hatukuumbwa kwa ajili ya ule mwili wa theofania. Na ndio maana kule kiwango cha 6 watu hawatachukua muda mwingi. Hebu angalia kwanza. Unasikia kuongea kwa Mungu wewe. Depuis 53. Sawa eh? Hadi leo 2026. Miaka mingapi hivi? Ngoja niweke hapa 26 53. Sawa eh? 3 hapa. 7 19. Sawa eh? Tuishafaa karibia miaka 2000 kuanzia tu wakati wa Efeso hadi leo 2026. Tuishafaa miaka 1973. Unasikia vizuri? Amen. Karibia miaka 2000. Tunasikia vizuri? Na Branham asema baada ya kila miaka 2000 jambo fulani uwaga linatokea. Tunasikia vizuri? Amen. Jambo fulani uwaga linatokea baada ya kila miaka 2000. Si senye. Pamoja? Sasa sikia nataka kuambia hatuchukui muda mrefu, lakini ona benzetu kuanzia 53 hadi leo 2026. Miaka inyoasha fanya miaka 1973. Bako kiwango tu cha 6. Huku Branham anakuambia iko muda mrefu. Unasikia vizuri? Si ni kweli lakini? Siku 1000 hapa kwetu kwa Mungu ni siku ngapi? Siku moja. Siku moja. Si ni siku moja? Na hapa iko 1900. Inataka elekea siku ya pili? Kwa hiyo wakigawa wanafanya siku hii na marupurupu. Bako kiwango cha 6. Unasikia vizuri? Oh la la. Nabii anasema nous n'avons pas été créés pour cela. Nous n'avons pas été créés pour être des anges. Sisi hatukuumbwa ili tuwe malaika. Dieu a des anges. Mungu ana malaika. Mais nous avons été créés hommes et femmes. Tunasikia huko? Mungu ana malaika zake ambao anaishi nao, lakini sisi kama wanadamu tuliumbwa kama wanaume na wanawake. Mwanamke naye aliumbwa. Unasikia Branham? Nous avons été créés hommes et femmes. Sawa? Amen. C'est donc comme tel que nous allons, ni kama jinsi tungeenda, kama tunavyokwenda, nous devons être, hatuna budi kuwa et quand nous sommes là dans ce corps céleste, na wakati tunapokuwa kule katika mwili ule wa kimbinguni, nous ne sommes pas dans notre état normal. Tunasikia vizuri? Nasikia Branham? Niko wasomea nabii, msikie Branham. Dogo fungua macho. Branham anasema wanapokuwa kiwango cha 6 katika ule mwili wa kimalaika, hawakuagi katika hali nzuri, sio hali yao ya kawaida. Tunasikia vizuri? Yaani wako kama vile wamekopeshwa nini mwili. Tunasikia vizuri? Hawako katika eta normale, kwa sababu eta normale ya mwanadamu ni kuwa katika ulimwengu ambao tuko eko. Ndo kwenye yeye aliumbika ili kwamba aishi hapa. Ndio Adam aliishi. Si Adam aliishi hapa duniani kwa sababu atawale hii dunia.
Ndio makao yenye Mungu alimwekea, na yeye ndo alikuwa Mungu mdogo hapa duniani. Yeye ndo alikuwa anamiliki kila kitu. Sasa makao ya kumilikiwa na mwanadamu ni hapa duniani, sio kiwango cha 6. Tunasikia vizuri? Kule wao walipewa kanzu nyeupe kwa sababu ya kujirepoze, ili wapate kwanza mapumziko. Kwa hiyo ule mwili wa kimalaika ambao watu wanauchukuaga na ambao uko ndani yako, si ndio hivyo eh? Na tena ndio malaika wako ambao anakulinda usiku na mchana. Tuko pamoja? Ndio kanzu tena kuukuu pamoja. Tena ndio kanzu nyeupe ambao watakatifu wanavyopewa. Haiko kanzu hiki cha kawaida, ni mwili wa kimalaika, mwili wa kimbinguni. Unasikia vizuri? Sasa nabii anasema kwa sababu wanapoingia kiwango cha 6 hawana miili kama hii ya kwetu. Kule wanakuwa wanaishi katika hali ambayo iko etat normale. Ni kama vile wanakopeshwa kwa muda kwa kukaa kuna, ndio maana hawatachukua muda mwingi kukaa kule, kwa sababu yale mazingira sio ya kwao. Tunasikia vizuri? Branham anasema ile kiwango cha 6 iko kama gisi tunavyoonana hapa, gisi tunavyoonana hapa hivi. Tunasikia vizuri? Je, hii dunia iko kiwango? Ni kiwango. Na ndio wafrere na basere bako kule, wafrere Branham na wafrere Jonas na wengine kule banaonana kule kama gisi tunaonana hivi. Tunasikia vizuri? Usifikireti ni imagination fulani kama historia fulani. Hapana, nabii anasema ni sehemu reele kama kitu tunavyoonana hapa. Sawa? Nalala. Nabii anasema quand nous sommes là dans ce corps céleste, nous ne sommes pas dans notre état normal. Nasikia Branham, hein? Vous voyez, mnaona? Et quand autrefois Israël était en dehors de sa patrie, en Égypte, ils avaient un mémorial devant eux, comme quoi un jour ils retourneraient dans leur patrie. Nasikia kwa? Yaani bafere ambao kwa kiwango cha 6 ni wako kama vile Israeli ilivyokuwa wapi? Misri. Sawa? Kule walipokuwa Misri, wana wa Israeli walikuwa tu na kumbukumbu kwamba siku moja watarudia kwenye nchi yao ya asili. Tunasikia vizuri? Tuko tunaelewa nabii? Kwa hiyo na wandugu nao ambao kwa kiwango cha 6, sawa? Hizi ni lugha za wana ujumbe, watu wa madhehebu hawajui. Tunasikia vizuri? Hizi siri ambazo unazisikia hapa, madhehebu hawajui. Na ndio maana watakosa kunyakuliwa. Wewe utaenda mbinguni wapi na wao upajui? Banajua mbinguni ni wapi? Tutasikia Branham hii somo atatuambia mbinguni ni wapi. Tunasikia vizuri? Merci sana. Sawa? Si Yesu ndo alisema. Yesu hakuambia wanafunzi eti kwenye niko naenda na nyinyi mnapajua. Si ndio alimwambia hivyo? Thomas wakasema kwenye huko naenda atujue sie, tuambie ni wapi? Sio kweli? Si maandiko inasema hivyo? Kwa hiyo na wewe kama uko Mkristo lazima ujue kwenye uko naenda. Wengi wanaenda kanisani, nitaenda mbinguni, nikayenga na ngulu yeye tukanyanga na leza longolo la ye michima. Tukayanga na leza mulwe. Hawajui mbinguni ni wapi? Hata kwa wafela hawajui ni wapi Nyaka yote hii. Wasikia vizuri? Nyaka yote hawajui mbinguni ni wapi? Hapana. Branham tata. Merci Seigneur. Malachi 4. Ya. Shero napenda kulala. Tena hawezi jitahidi kabisa kutokulala hapa kusinzia. Sawa? Et quand nous sommes là dans ce corps céleste, nous ne sommes pas dans notre état normal. Vous voyez?
Et quand autrefois Israël était en dehors de sa patrie, en Égypte, ils avaient un mémorial devant eux, comme quoi un jour ils retourneraient dans leur patrie. Nasikia huko na wenyewe wafrera ambao kwa kiwango cha sita ndio kenye wanafikiria eti siku moja tutarudia duniani, tutaenda kaa duniani, tutaenda kutana na wafrera wengine ambao wanakutaniwa kule, ambao wanabakia kule. Tunasikia vizuri, kwa sababu hapa duniani na sisi ndio nchi yetu ya ahadi. Tunasikia vizuri, kama Israeli jinsi ilivyokuwa wapi? Misri, utumwani, sehemu ambapo walikuwa wanapelekwa, lakini hawakuishi kule miaka yote. Walikuwa na ahadi kwamba siku moja watarudia. Je, hawakurudia? Je, leo hivi hawako kwao? Si washakuwa taifa hivi? Sikia nabii. Savez-vous ce que c'était? Nabii anauliza, unajua hilo ilikuwa ni kitu gani? Les os de Joseph. Ilikuwa ni mifupa ya nani? Ya Yusufu. Et quand ils passaient tout près, peu importe combien ils étaient fatigués et abattus qu'ils étaient, ils regardaient à l'intérieur et voyaient les os de ces prophètes. Ils savaient qu'un jour quelqu'un viendrait et que ces os seraient emportés. Et ils seraient en route vers la terre promise, de retour à la maison. Hiyo memorial, hiyo kumbukumbu ambao walikuwa nayo kila wakati wanapotoka kazi ngumu ambao walikuwa nayo ya mateso, lakini wakipita kwenye kaburi ambako walikuwa wanamzika Yusufu, wanaangalia kwamba hii mifupa hii tutaipeleka kwa nchi yetu ya ahadi. Siku moja huko mwenye atakuja kutukomboa. Tunasikia vizuri? Tuko pamoja? Je, wakati Yusufu alikuja, Musa alikuwa shazaliwa? Bado. Tunasikia vizuri? Sawa? Na sisi tunapoenda kwenye kaburi ya Abraham, tunasikia vizuri? Tunajua kwenye kaburi ya Abraham kuko mifupa ya Abraham iko pale. Tunajua siku moja Yesu tena atawarejesha. Tunasikia vizuri? Ili waje wakae hapa duniani baada ya kusafisha hii dunia na moto, kwa sababu dunia ya leo imewekewa akiba kwa moto. Nabii anasema, et quand nous quittons cette vie et entrerons dans la vie de l'au-delà, nous, je ne pourrai pas vous serrer la main, car vous n'aurez pas de main. Nasikia? Sasa wakati tunapotoka katika maisha haya, tunaingia katika maisha yale mengine ya upande wa pili, nisingeweza kuwakumbatia na mikono, kwa sababu nyinyi hamna mikono. Tunasikia? Voyez, toutes les choses dans la Bible vont par trois. Na mambo yote katika Biblia yanaenda kwa tatu. Nous le savons, tunajua hilo. Et il y a trois venues du Seigneur. Kuna kuja kutatu kwa nani? Kwa Bwana. La première venue est passée. Tunasikia vizuri? Ujio wa kwanza wa Yesu ulishapi? Yesu hakukuja hapa duniani. Si wakati alizaliwa na Mariamu, kuja kwa kwanza kwa Bwana. Sikia Abraham anavyoelezea hapa. La deuxième venue c'est l'enlèvement. Kuja kwa pili kwa Bwana nini? Ni unyakuo, Aisha kuya? Yesu aisha kuya kunyakua kanisa? Seconde venue shatimia? Batu wanachanganyikiwa mapepo kabisa. La première venue alikuja kupitia Vierge Mariamu Bikira. Ya pili Branham anasema enlèvement. Hii haiko ya kiroho hii. Tunasikia vizuri? Tuishanyakuliwa kiroho. Bongo Ufunuo sura ya 4, kanisa linanyakuliwa katika Ufunuo sura ya 4. C'est faux. Tunasikia vizuri? Ile ni tipe, ile ni mfano. Tunasikia vizuri? Ile ni mfano, kwa sababu Apokalipse yote ni kitabu cha mifano. Realite sasa, ukweli halisia ndio huo ambao nabii anaanza sema. Ujio wa kwanza wa Yesu ni wakati alikuja pale.
Alikuja na kanzu ya wapi? Ya Israeli na ndevu za mrefu. Tunasikia vizuri? Yesu akatembea anavaa mkalabanda. Yesu anatembea hapa duniani, anasikia Simoni anamweka kukona kule, na majasho yake yote, anazarauliwa. Kuja kwa kwanza kwa Yesu akawekwa msalabani. Tunasikia vizuri? Lakini kuja kwa pili ni kunyakuliwa, anakuja kuchukua bibi harusi Branham. Seconde venue. La deuxième venue, c'est l'enlèvement. Quand nous le rencontrerons, wakati tutakapokutana naye. Ukishakutana na Yesu, nimekutana na Yesu, nimekutana na Yesu, yeye mwenye uwezo kaniokoa. Eske kule kukuokoa kwako ndo kunyakulewa? Yesu ni ujumbe, sio kutana naye. Je, ndo kunyakuliwa? Hii venini ya kunyakuliwa wakati tutakapokutana na yeye hewani. Tunasikia vizuri? Branham anapokuambia eti Yesu yuko hapa miongoni mwetu, ni presence, uwepo wa Mungu ndani yetu kupitia nguvu za neno. Tunasikia vizuri? Ndio maana alisema kabla ya seconde venue, hapa katikati hapa, yaani kutoka hapa kwa Bikira Mariamu kuingia hapa seconde venue, hapa anakuja kama nabii, anachukua umbo la nabii kulingana na Luka 17:30 na Malaki sura ya 4. Ndio maana alikuja hapa. Sawa? Hii ni presence ya Mungu. Yesu kabla ya kuja kunyakua kanisa, kulingana na ahadi ya Malaki 4 na Luka 17, pia na Ufunuo sura ya 10. Ndio hii ya Ufunuo sura ya 10. Niwe kuja kufungua siri za Biblia ambazo zilikuwa zinafichwa tangu misingi ya ulimwengu haijawekwa, zenye wa Danieli walifichwa. Tunasikia? Nabii asema la deuxième venue c'est l'enlèvement quand nous les rencontrerons, et la troisième venue c'est quand il vient pour dominer et régner pendant 1000 ans. Na ujio wa tatu ni utawala wa miaka 1000. Tunasikia vizuri? Millennium ndo ujio wa tatu wa Yesu. Et tout marche par trois comme Père, Fils et Saint-Esprit. Tunasikia huko eh? Na yote anaenda kwa tatu kama vile Baba, Mwana, Roho Mtakatifu. Laissez-le Dieu en trois et les œuvres de la grâce en trois et tout. Ndio sema Mungu yule mmoja, lakini katika hatua tatu. Sio kwamba Mungu iko mara tatu, hapana. Hakuna wa Mungu watatu. Ni mafundisho ya uongo ya kipagani ya mashetani. Eti Mungu Baba, Mungu Mwana na Mungu Roho Mtakatifu. Ukisikia mtu anasema hivyo, ni mafundisho ya mashetani ya Bakatolika. Mafundisho ya bongo. Si nani hapo? Toka hapo Edamo. Kaa kukiti kuni. Tunasikia vizuri? Kuja kwa kwanza, kwa pili na kwa tatu juu ya nini? Utawala wa miaka 1000, milenium. Sawa? Ambayo ni sawasawa na afisi zile tatu za Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Pia ni hatua zile tatu za neema za kuhesabiwa haki, kutakaswa na ubatizo wa Roho Mtakatifu. Les œuvres de la grâce en trois et tout. Tout dans les Écritures marche par trois. Na yote ndani ya maandiko yanaenda kwa tatu. Maintenant 3, 7, 12, 20, 24, 40, 50.
Nasikia shifre za Mungu kwa namba za Mungu hizo anazitaja, kuko 3, 7. Nasikia namba za Mungu 3, 7 ngapi? 20, 24, 40, 50. Sawa? Na 12, 12 adoration, 12 apôtres. Nabii anasema en sortant de ce corps, nabii anarudilia sasa, kwa tunapotoka katika mwili wa kawaida, il n'est pas révélé aux hommes quel genre de corps ce sera. Nous ne savons pas ce que ça sera. Cela n'est pas révélé. Na tunapotoka katika mwili wa kawaida, hilo jambo halijafunuliwa kwa wanadamu, kama tutakuwa na aina gani ya mwili, na hatujajua kwamba itakuwa ni mwili wa aina gani, kwa sababu haujafunuliwa. Et puis ce n'est pas encore notre état normal. Unasikia vizuri? Na tena haijawa hali yetu ya kawaida ambayo tunapaswa kuwa nayo. Nous avons été créés ici sur terre. Nous avons été créés ici sur cette terre pour être des êtres humains. Unasikia? Tulizaliwa, tuliumbwa hapa duniani, tuliumbwa na Mungu kwa ajili ya kuishi hapa duniani, sawa, ili tuwe wanadamu. Sawa? Nous avons été créés ici sur cette terre pour être des êtres humains. Sikia virgule, pour manger. Nasikia? Pour manger et boire et vivre et aimer. Nasikia brana? Unasikia sababu ya Mungu kutuumba sisi tuwe wanadamu? Alituumba hapa duniani ili tuwe wanadamu. Kwa sababu gani? Mwanadamu atakula. Sawa? Alituumba ili tuwe tunakula, tunakunywa, tunaishi. Sawa? Tunapenda. Sio kweli? Unapenda, unaoa mke. Unasikia vizuri? Unaona venye Mungu alitupangia kule. Naingia vizuri hiyo? Mungu alituumba ili tuje hapa duniani tuwe tunakula na kunywa na kuishi na kupenda. Merci Seigneur. Et aimer. Et c'est pour cela que nous avons été créés. Nabii anasema ndio sababu sisi tuliumbwa. Et nous aimons nos foyers. Unasikia vizuri? Uko nasikia? Unapenda kulala wewe? Rika. Yaani kwa sema sembe wani hapa. Silali. Nabii anasema nous aimons nos foyers. Branham anasema nasi tunapenda nyumba zetu. Nos foyers. Aimons nos foyers. Tupende nyumba zetu. Tunasikia vizuri? Yaani hii foyer sio nyumba ya kawaida. Foyer hapa ni mke au mume. Unapaswa, Mungu alikuumba hapa duniani, umpende mume wako, umpende mke wako, heshimu ndoa yako. Tunasikia vizuri? Usipoheshimu ndoa yako haujui lengo ya wewe kuja hapa duniani. Frère Branham. Sio mimi ni kwa nukuu tu. Sawa? Et nous aimons nos foyers. Vous aimez cela. Nabii anasema mnapenda hilo. Mnapenda hilo nini? Nyumba zenu. Mpende nyumba zenu. Na ndio maana unapoona ndugu anaenda nje ya ndoa hapendi mke wake, iko shetani. Dada anasaliti mume wake munyumba, hapendi nyumba yake, huyo ni msaliti. Na ndio maana dawa yenye Branham alitoa, basaliti wote wa mandoa ni wakukata operation, unabaua hadharani. Unasikia vizuri?
Ndio malipo, mshahara wa dhambi ni mauti, lakini kwa sababu ya sheria ya kisasa ndio maana lifanyiki, lakini ni neno la Mungu. Tunasikia vizuri? Kuua wadada wote na waseni na mafrere bote wenye wanaenda nje ya ndoa bote, kubaua. Asema na Branham ndo anasema anaruhusu vile kuua bote. Tunasikia vizuri, kwa sababu katika kwenda nje ya ndoa ndo kunaweza kuleta watoto ambao wamelaaniwa, sio kweli? Frere anaenda zala na mwanamke wa watu kule, anaacha mimba kule, ule mtoto unafikiri ataenda wapi? Yule vile ni laana mbele za Mungu. Oh, ni malaika hajajua chochote, mwenye atakuwa na shida atakuwa ni sefo. Zambi ya baba inaama inaenda hadi kwa mtoto. Hata bisomaga hapo sikuvifundishaga Afrika. Tuko tena nairudilia tena ukoa tuko ya mwe tunaingia kipengele cha pili. Zambi yenye babu yako alifanyaga miaka ya nyuma kabla hata baba yako hajazaliwa, iko na mafatafata hadi kwa mjukuu na mjukuluzi. Tunasikia vizuri? Hadi abinda machu. Tunasikia? Na ndio maana kuko wengi leo, mafamilia mengi na laaniwa. Hawajui, wanasema ni utawe, haiko utawi. Angalia linye ya mwenu. Bazinzi ole ndo wanajaa. Mnarisi roho za ukoo. Ni kwa sababu hamjazaliwa mara ya pili, ndio maana bado vinabashika. Ndio nakuta frere eti kwa sababu hakuzaa mtoto wa kiume anaenda nje, anaenda zaa na mwingine. Mapepo. Hakuna andiko yenye lisema hivyo. Nini wewe? Sutoi mkono mguu hapo na wewe. Unakuwa sawa vile mtu ana akili yake. Tunasikia vizuri? Vous aimez cela. N'aimez-vous pas être ici? Je, amupendi kuwa hapa? Branham anauliza. Amusingependa kuishi hapa duniani? Mnapenda mwishi kiwango ya 6 tu? Non, na wewe anauliza. N'aimez-vous pas être ici? Deux fois la maladie et toutes ces choses horribles rendent cela si misérable. Mais tout cela aura disparu à ce moment-là. Tunasikia vizuri? Kama sisi tunaogopa kuishi hapa ni kwa sababu tukingana na huu mwili wa magonjwa. Si ndio Mungu alimwambia? Si ndio hivyo? Utakula kwa shida na utakula na mboga mboga. Na kwenye ardhi kutatokea nini? Michongoma na miiba. Unasikia vizuri? Kusema hii ardhi. Eti ardhi lilaaniwa kwa ajili yako. Ardhi gani? Ni mwili wako. Tunasikia vizuri? Unasikia? Amen. Kwa mwili wa mwanadamu huko natoka laana na kunatoka nini? Baraka. Sio kweli? Sio kweli? Amen. Isaka alizaa watoto wangapi? Si wawili? Yakobo na nani? Na Esau. Wote baba huyu? Lakini mmoja alikuwa wa nani? Wa Shetani na mwingine wa Mungu? Si kweli? Ilianza mshamba la Edeni. Ardhi imelaaniwa juu yako Adamu. Alikuwa anasema huu mwili wa Adamu ulilaaniwa. Branham akasema demere fitere michongoma makao yajao ya bwana harusi. Michongoma ambayo inatoka kwenye mwili. Branham asema ni magonjwa. Magonjwa. Sasa na sema, je, hampendi kuishi hapa? Na kama hamjapenda kuishi hapa ni kwa sababu kungali nini? Magonjwa. Lakini kuna wakati hivyo vyote vitatoka, hakutakuwa tena magonjwa na hatutakuwa na huu mwili tena wa nini? Wa budongo wa kushika magonjwa. Tunasikia vizuri? Tuko introduction ya viwango 7 au viwango ambavyo mwanadamu anaishi yeko. Ni waiwai, tusichukue muda. Nabii anasema hivi, deux fois la maladie et toutes ces choses horribles rendent cela si misérable. Mais tout cela aura disparu à ce moment-là. Mais
mais rien qu'à y penser, vivre ici jeune et dans la jeunesse, sans que personne ne s'inquiète de quoi que ce soit. Juste aimer jusqu'à la perfection. Quel temps! Nabii anasema hiyo. Lakini hebu fikiria hilo, kuishi mahali hapo ukiwa kijana katika hali ya kiujana hakuna mtu ambaye angeweza kujisumbua kwa ajili ya jambo lolote lile. Ingekuwa tu ni kupenda tu hadi kwenye ukamilifu. Nabii anasema ungekuwa muda wa namna gani? Eh bien, ce n'est pas un rêve mythique, cela arrivera. Nabii anasema hii haiko ndoto ya kubuni. Sawa? Sio hii hadithi njoo eleza kulikuwaka popo na hivi, haiko zile. Hii itatokea, batu tena watakuwa vijana hapa duniani. Unasikia vizuri? Hakutakuwa magonjwa, hakutakuwa tena uzee. Itakuwa ni upendo unaendelea hadi kwenye ukamilifu. Unasikia vizuri? Ole wake mwenye ataikosa sasa. Brana mwaisha sema. Nabii anasema haiko ndoto za kubuni. Ce n'est pas un rêve mythique. Cela arrivera. C'est vrai, c'est la Bible. Nabii anasema hiyo ni kweli, Biblia ndio ilisema. Et alors, nous sortons de ceci pour entrer de l'autre côté, afin d'entrer dans ce corps-là, et nous resterons là. Nasi tunatoka katika huu mwili, tunaingia katika ule mwili mwingine, ili tunaingia upande ule wa pili, ili tuingie katika ule mwili kule, ule mwili wa kimalaika. Nasi tunakaa kule. Pendant que nous serons là, en train de nous promener, nous regardons les uns les autres, nous ne pourrons pas nous serrer les mains, car nous n'aurons pas ce genre de mains. Nous ne dormirons pas, car nous n'aurons pas ce genre de corps. Tunasikia vizuri? Kula hakuna ya kupeana mikono. Jambo frere, bonjour, shalom. Ndio na wewe tuambia. Ingine yeye anasema. Na kula hakuna kulala. Kwa sababu gani? Hatuna huu mwili wa kulala kule. Huu mwili wa udongo ndio unakuwa wa kulala. Ndio maana uko nalala pale. Kwa sababu katika huu mwili, lakini kiwango cha sita. Yaani hivi hakunaga usiku, hakuna mchana. Wako ile wanafurahi tu. Hakuna njaa, hakuna kusikia hivi na vile. Unasikia vizuri? Nabii anasema kama sisi tunalala hapa ni kwa sababu tuko na mwili huu wa udongo. Ndio maana tunalala. Nous ne dormirons pas, car nous n'aurons pas ce genre de corps. Nous ne mangerons pas. Abakulagi kule. Unasikia? Batakula nini kule? Nani mwenye alimpiga? Kuko mafiga kule? Hakuna. Hakuna chakula kiwango cha sita. Abakulagi. Sawa? Nous ne mangerons pas parce que nous n'aurons pas besoin de ce genre de nourriture pour fabriquer les cellules de sang et tout. Mais nous serons dans un corps différent. Mais la Bible dit que les âmes sous l'autel étaient toujours en train de crier, Seigneur, jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Pourquoi? Pour retourner et devenir chair de nouveau. Parce qu'il y a vizuri, hein? Nabii anasema kwamba kula hakuna aina ya chakula ambayo tunakula hapa, haikuagi kiwango cha sita. Hakuna ya chakula kule. Ndio maana wakulaki na hawajawahi kuchoka. Sasa zile nafsi ambazo zilikuwa zinalia chini ya madhabahu, hadi lini Bwana, hadi lini Bwana, ilikuwa inamaanisha kwamba wanatamani watoke kiwango cha sita ili waje hapa duniani, waje waishi katika umwili ambao Mungu aliwaweka ili waishi hapa duniani. Ili waweze kuishi tena katika huu mwili wa nyama tena kwa mara nyingine. Wapi? Hapa duniani. Ainsi nous avons un mémorial là pendant que nous passons à côté, comme Israël en avait. Le Seigneur Jésus-Christ sera assis là dans la splendeur de sa beauté sur le trône de Dieu. Sikia. Na tunajua kwamba tuna kumbukumbu ambayo tunapita, ambapo wakati tunapopita upande ule, kama vile Israeli ilivyokuwa nao, sisi kule walikuwa na Yusufu, sie leo tuko na Yesu Kristo. Tunasikia vizuri? Memoriale yetu ni Yesu Kristo. Sawa? Tunasikia vizuri?
Yesu Kristo ambaye atakaa katika hali yake ya utukufu juu ya kiti cha enzi cha Mungu katika mwili wa kibinadamu, dans un corps physique. Unasikia? Lequel fut ressuscité des morts comme un mémorial, comme quoi un jour nous retournerons dans notre patrie. Un jour il se lèvera de ce trône, le trône de son Père. Il n'est pas assis sur son propre trône. Il est assis sur le trône du Père. Et il reviendra. Et son trône doit devenir le trône de David sur la terre. C'est pourquoi, quand il reviendra, il s'élèvera et nous, il s'élèvera, ses manteaux tomberont autour de lui. Et il reviendra sur la terre, je vous assure. Ce sera un temps merveilleux. Vous parlez des gens émotionnels. Vous parlez des gens émotionnels et qui crient. Attendez simplement ce temps-là. Pensez-y simplement. C'est le moment où nous retournerons. Unasikia vizuri? Branham anasema wakati Yesu atakapokuja katika splendeur yake, katika hali yake ya utukufu na kwa ubora wake, na Biblia anasema tena atakuja kuchukua mwili ambao alifufuka nao. Mwili wa utukufu. Ndo anafufuka na sie, wale bafraya ambao kwa kiwango cha na wenyewe wanafufuka, na Biblia anasema Mungu anasema watu wenye wanakuaga na upako watu wenye wanakuaga na emotion, subiri ile siku ndio kutakuwa emotion ambayo haina kifani. Tunasikia vizuri? Na Bwana abariki hao machache. Tunaishia hapo. Kuweka kamsingi kidogo. Tusimame, tuombe Mungu.